Wakati rais wa Young Africans Engineer Hersi Said anaonekana kuwa ndo mtu ambaye anakwenda kuzifunga biashara kubwa ambazo Young Africans wamezifanya kwenye dirisha dogo, kwa maana ya biashara ya Alan Okello pamoja na biashara ya Laurindo Dilson Maria Aurelio almaarufu kama Depu, mtu ambaye ni wazi amefanya hichi kitu kikawa kimewezekana mwisho wa siku kwa nafasi yake na kwa mamlaka yake. Pia ni mhasibu mkuu wa Young Africans Justina Kubila. Unajua, kuna baadhi ya vitu vingine ukijaribu kuvitazama hivi juu juu unaweza usipate picha kamili ya namna ambavyo baadhi ya hizi deals zinakuwa ngumu kiukweli kimakaratasi na zinahitaji akili ya ziada ili kuweza kuzifanikisha. Nimewahi kuweka bayana kwenye jukwaa hili kwamba Young Africans wametumia fedha nyingi sana kuwapata Alan Okello pamoja na Depu, takriban shilingi bilioni 1 na milioni 400 na kitu. Lakini kitu ambacho tutakigundua kwenye video hii kupitia jukwaa hili ni kwamba kuna maarifa na kuna akili kubwa ambayo imetumika kuhakikisha kwamba Yanga wanapata wachezaji wa gharama kubwa ndani ya muda mfupi kwa wakati mmoja. Wamefanikiwa kuwapata vipi? Ni kwenye namna ambavyo dili la Alan Okello lilitumika kurahisisha mchakato wa kupatikana kwa Depu kwa wakati mmoja. Young Africans, taarifa zinaeleza kwamba wametumia kiasi cha dola 300,000 kumpata Alan Okello kutoka katika klabu ya Vipers. Lakini hichi kiasi usije ukakaa ukaamini kwamba Yanga walikilipa chote. Hapana. Hichi kiasi mhasibu mkuu wa Young Africans Justina Kubila, taarifa nilizonazo zinaniambia kwamba amekivunja kwenye awamu 3. Yaani pesa ya Alan Okello Yanga wanailipa kwa awamu 3. Hivi sasa wamelipa awamu ya kwanza takriban dola 120,000. Itakapofika mwezi wa 6 mwaka huu watalipa dola 90,000 kama sehemu ya awamu ya pili, lakini mwakani 2027 Januari ndo watakwenda kumalizia dola 90,000 nyingine na kukamilisha ada ya uhamisho yote ya Alan Okello ya dola 300,000. Hichi kinaitwa amortization, yani kwamba kugawanya ile fedha kwamba tutailipa lakini tutailipa kwa awamu tofauti. Umuhimu wa Young Africans kufanya hivi ulikuwa unakuja kwenye kitu gani? Uhamisho wa Depu kutoka katika klabu ya Radomiak. Wale Radomiak, klabu kutoka Poland, walikuwa wanataka kiasi cha Depu kilipwe chote. Yaani kwamba euro 250,000 ambayo ndio ilikuwa ada ya uhamisho ya Depu ilipwe yote. Sasa basi, kama fedha ya Alan Okello ingelipwa yote, kwamba dola 300,000 yote imelipwa, kisha ukatakiwa tena uende ukalipe euro zingine 250,000 kwa ajili ya Depu, huenda kwenye vitabu vya mahesabu Young Africans wangekuwa katika kujibana kiasi fulani, ama wangekuwa wametumia nguvu kubwa kwenye kufanya kitu ambacho pengine kingeweza kutumia maarifa tofauti. Labda nijaribu kuweka bayana kitu kimoja. Nishawahi kujaribu kuzungumzia hapa kuhusu bajeti ya Young Africans. Sijui shilingi takriban bilioni 7 na milioni 400 ambayo ilitangazwa kwenye mkutano mkuu mwaka jana. Nimewahi kuzungumzia mauzo ya Stefan Aziz Ki na vitu kama hivyo. Lakini ukweli ni kwamba bajeti ya mkutano mkuu ambayo inakuwa inatajwa, mara nyingi kuna fedha ambayo inabidi wakati msimu unaendelea ndo klabu hiyo inaendelea kuipata hiyo pesa. Yaani hiyo bajeti ya kuleta wachezaji kwenye klabu haiwi pesa ambayo iko mkononi wakati inatangazwa kwenye mkutano mkuu. Inakuwa ni pesa ambayo kupatikana kwake kunakuwa ni endelevu wakati msimu unaendelea. Mauzo ya tiketi, fedha za mashindano tofauti ndizo ambazo zinakwenda kukuongezea ile bajeti ambayo uliitangaza kwa wanachama mwisho wa siku. Kwa hiyo usije ukakaa ukaamini kwamba fedha yote ambayo inatajwa kwenye mkutano mkuu kwamba ipo pale physically. Hapana. Sasa basi, ili uwe kwenye nafasi ya kuwapata wachezaji unaowahitaji kwa gharama yoyote ile, hali ya kuwa fedha nyingine kwa ajili ya usajili ni fedha ambayo inaendelea kuingia wakati msimu unaendelea, inabidi akili kubwa itumike kuhakikisha kwamba klabu inawapata wachezaji inaowahitaji kwa gharama ambazo zitakuwa zimewekwa bayana na ambao watakuwa wanawauza hao wachezaji bila ya mfuko wa klabu kuwa unaumia. Ndipo hapa mhasibu wa Young Africans anatumia akili kubwa kwenye kuhakikisha kwamba dili ya Alan Okello inafanyika, lakini fedha yake italipwa kwa awamu 3. Kupitia fedha ya Alan Okello kulipwa kwa awamu 3,
Yanga wanakuwa kwenye nafasi ya kutunza fedha nyingine ambayo ingeweza pengine kwenda yote kwa wakati mmoja kwa ajili ya Alan Okello kwenda kumaliza biashara ya mara moja ambayo Poland ilikuwa inadaiwa kwamba walikuwa wanaihitaji kwa ajili ya Depo, kwa sababu biashara ya Depo ilikuwa haifanyiki kwa awamu. Yani Radomiak walikuwa wanataka fedha yao yote ilipo kwa wakati mmoja, lakini mhasibu mkuu wa Young Africans, kwa taarifa zilizopo, ni kwamba alihakikisha kwamba dili la Okello linalipo kwa awamu ili kuwe kuna kiasi cha fedha ambacho Yanga hawatolazimika kukitoa kwa wakati huu kiweze kwenda kuongezea kwenye fedha ambayo ilikuwa inakwenda kulipwa kwa mara moja kwa ajili ya Depu ili naye aweze kupatikana katika dirisha hili la usajili. Lakini taarifa nyingine nilionayo ni kwamba mhasibu mkuu wa Young Africans Justin Akubila pia alitumia maarifa makubwa kwenye kujua ni wakati gani ambao shilingi itakuwa na nguvu, kwa sababu fedha ya Depu ilikuwa inalipwa kwa euro. Lakini kumbuka hizi exchange rate zina tabia ya kupanda na kushuka. Kwa hiyo kuna kipindi ambacho utajikuta unalipa pesa nyingi kwa sababu tu sarafu imekosa nguvu. Lakini taarifa zinaeleza alisubiri kwa wakati sahihi, takriban Januari 14 almost ndo hii fedha ilitumwa kwenda kwa Radomiak, na kwa kufanya hivyo Yanga walikuwa wameweza kuokoa takriban shilingi milioni 15 mpaka 20. Kwa hivyo ndivyo namna ambavyo Young Africans wamefanikiwa kufanya biashara kubwa ya wachezaji wawili katika dirisha moja tena dogo, licha ya kwamba fedha nyingi imetumika kimakaratasi, lakini mwisho wa siku kwenye kile ambacho kimekwenda kulipwa mwisho wa siku kimelipwa kimkakati ili kuhakikisha kwamba wachezaji wote wawili wanapatikana.